kwenye yaliyokatazwa mtu anapokuwa katika ihram. Sasa twende hapa haraka haraka, hapa pagumu lakini tutakwenda navyo, naamini tutaelewa. Sehemu ambayo inataka umakini kweli kweli, kwa sababu ukikosea sasa unakuwa safari yako ni ya bure, si ndio? Inakuwa safari yako haina tija. Kwa hiyo hapa nataka utulivu sana katika kule. Kwa nitaelezea na mashaka watakapokuja wengine wataelezea, ni sehemu ambayo itaelezewa sana. Hizi muharramati al-ihram ziko nyingi sana. Sawa, na wanachuoni wamezitawanya kuzieleza, kila mmoja kaeleza kwa namna yake, lakini wamejitahidi kuziweka katika vigawanyo tofauti tofauti ili kumrahisishia mtu kuweza kuzikumbuka. Sio imeleka? Na ina kama 3 hapa za vigawanyo, lakini nimechagua moja ambayo naona tukienda nayo kwa muda huu itatutosha. Ya kwanza, yani hii ni kwamba kwa ajili ya kurahisisha ile mwalimu kufikisha kwa wale wanaosomesha na wale wanaosomesha kuweza kupokea kwa urahisi, kwamba kuna vile vikatazo almahadhurat vimegawanywa katika sehemu 5. Vile vikatazo vimegawanywa katika sehemu ngapi? 5. Wamezigawanya sehemu 5 ili kukurahisishia. Sehemu ya kwanza wanasema almuharramatu minal libasi, yaliyoharamishwa katika mavazi. Kwa hiyo sehemu ya kwanza utakuwa katika mavazi yako kitu gani kimeharamishwa. Hii ndio sehemu ya kwanza. Sio imeleka ya kwanza nini sasa? Ya kwanza yaliyoharamishwa kwenye, yani yaliyokatazwa kwenye mavazi. Sio imeleka Lakini ya pili ni almuharramatu almutaalliqati bi badanil muhrimi, yale yaliyoharamishwa yenye kufungamana na mwili wa yule aliyekuwa katika ihram, yani mwili wako. Kuna vitu yani mwili wako hutaki kuwa navyo, vinafungamana na nini? Na mwili wako moja kwa moja. Usimeleka. Ya kwanza tumesema inafungamana na nini? Mavazi. Ya pili inafungamana na nini? Mwili. Sawa. Ya tatu kuna yale ambayo tunasema asaidu wama yataallaqu bihi, viwindwa, vitu vinavyowindwa vile, yani viwindwa tunaita asaidu, viwindwa vinavyowindwa na yale yanayofungamana na hayo. Lakini cha 4 aljima'u wa dawa'ihi, yani aljima'u wa dawa'ihi. Jima'i Kiswahili inajulikana tuko watu wazima tunajua hili neno. Jimai ni neno la Kiarabu ambalo lina tafsiri hiyo yote ambayo tunaifahamu. Wadawaihi, na vile vitio vyake, mukaddimati, vitangulizi vyake vile. Imeleka vitangulizi vyake. Lakini aina ya 5 alfusuqu waljidal. Alfusuqu waljidal tutazieleza huko mbele, sawa? Alfusuqu waljidal, yani fusuq na mijadala. Unaweza kusema fusuq na mijadala kwa sababu maneno ambayo yana maelezo nitatoa hivi punde. Kuandika tu fusuq na mijadala, fusuq na mijadala. Sasa tukianzia na mavazi kwa wanaume, hii sehemu ya kwanza, vitu gani ambavyo wanaume hawatakiwi kuvifanya. Sawa, katika mavazi haturuhusi kuvaa nguo zilizoshonwa, ndugu zangu. Chochote kilichoshonwa hakiruhusiwi. Umefahamika Chochote ambacho kimeshonwa hakiruhusiwi. Sawa Lubsil makhiti imekatazwa, kuvaa vile vitu ambavyo vimefanyaje, vimeshonwa. Japokuwa ukichukua ile kanzu yako ile kwa wanaume, hii ninazungumza kwa wanaume, sawa? Ukichukua ile kanzu yako ukajifunga funga hivi, haidhuru. Sawa haidhuru. Falau wada'a al-qamisa ala jismihi biwad'in ghairi mu'tadi
kaan yalifu bihi jismahu la yakunu mamnu'a. Hiyo haizuiliwi. Sawa, ukijifunga funga tu. Inachokatazwa ile kuivaa. Umefahamika kwa maelezo ya wanachuoni. Lakini pia katika vilivyokatazwa kwa wanaume, naam, naweza kutajia kingine kwenye mavazi. Tunasema kwenye mavazi, ukiacha kuvaa kilichoshona, ni kufunika nini kwa wanaume? Kufunika kichwa, kufunika kichwa. Sawa. Na viatu tunavyovaa tumesema ni viatu gani? Tusivae hofu. Hofu zimekatazwa, au vitu vinavyofanana na hofu ambavyo vinaziba ule mguu wako. Sawa. Kwa hiyo kinachotakiwa pale ni kuvaa viatu vya wazi. Ndio maana tukapendekezewa hapa kuvaa nini? Ndala au yebo. Simeleka Lakini mwanamke katika mavazi yeye ameharamishwa nini? Ihram yake sanatakiwa afunue uso. Sasa akifunika uso kwa niqab, akivaa niqab akafunika uso wake, anakuwa amevunja, yani amefanya katika vilivyokatazwa katika ihram akivaa niqab. Simeleka. Imeleka vizuri. Lakini haijakatazwa sehemu ambapo labda anaona kuna wanaume au anaona kuna fitna kuweka ule mtando wake, yani kujifunika hivi na mtando wake japo kidogo hivi asionekane. Baadhi ya wanachuoni wamesema hii pia sio tatizo. Inachokatazwa ni ile kuvaa niqab. Sawa. Taftiyati ras kwa wanaume, ile tulisema yeye kichwa chake anatakiwa kifunike kama kawaida, lakini asivae gloves. Simeleka asivae nini? Gloves mwanamke. Sasa katika vivazi ni vitu hivi. Simeleka kwa uchache. Ni vitu hivi. Ama katika vinavyohusiana na mwili sasa, kwa yule ambaye ameingia katika ihram, amekatazwa kila kitu ambacho utaufanya mwili uwe mzuri. Amekatazwa kila kitu ambacho kitaufanya mwili uwe mzuri, kakatazwa. Hapa tunazungumzia kitu chochote ambacho kitaondoa ile shafi, kwa sababu mtu anayeko katika hija anatakiwa katika hali ya uduni, tadhallulan ila Allah, kwa ajili ya kujidhalisha mbele ya nani? Ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo mazingira yoyote atakayofanya muondokane kwenye udhalili kwenye mwili wako, yale yamefanyaje? Wanasema kwa ujumla wake yamefanyaje? Yamekatazwa. Ambapo tukianza kutaja moja moja, umekatazwa halqu ra'si binafsihi au biwasitati ghairihi muhriman kana au halala. Simeleka. Umekatazwa kunyoa nywele, sawa, za kichwani, sawa, wewe mwenyewe au kwa msaada wa mtu mwingine. Umekatazwa kufanyaje? Kunyoa, kwa mujibu wa aya ya Qur'an kabisa ambayo imekuja kutukataza hii. Na pia sasa wewe muhrim ambaye uko kwenye ihram, umekatazwa pia kumnyoa mtu mwingine. Maana sio kunyoa wewe na kumnyoa mtu mwingine wakati uko kwenye nini? Wewe uko kwenye ihram. Sawa? Wakadha halqul muhrim ra'sa muhrimin akhar. Vile vile wewe ule kwenye ihram kumnyoa mtu ambaye mwingine ambaye yuko katika ihram. Lakini nyingine, izalatu shari min ayi mawdi'i jismi kiyasan ala shari rasi, kuondoa nywele zingine maeneo mengine. Hapa tumetaja kichwa, hapa sasa tutaja maeneo mengine. Hii imefanywa kiasi kwenye kichwa. Kwa hiyo kama ulivyopewa kwenye kichwa usinyoe nywele, basi nywele zingine zote uruhusi kunyoa. Sio imeleka nywele zingine zote pia uruhusi kunyoa. Lakini kuondosha kucha,
Imeleka kukata kucha maana yake pia imekatazwa. Lakini lingine kutumia manukato. Kutumia manukato katika nguo zake, katika mwili wake, hata kama itakuwa kwa sababu ya dawa. Imeleka. Na hii ukisema hata kama itakuwa sababu ya dawa, jana msomeshaji alituambia kwamba kuvaa vazi lenye kutiwa zafarani, alitumia hilo neno zafarani. Ile ni vazi ambalo limewekwa kwa ajili ya dawa, sio imeleka. Hata kwa sababu imekatazwa lile, basi hata ikawa ile manukato na hatia kwa sababu ya dawa, pia na yenyewe imekatazwa. Lakini hapa tutoe angalizo kwa watu wanaofanya ihram. Ayajtanibu anwa'a sabuni almutayyiba, kujiepusha na sabuni zenye kutoa manukato. Sisi tumeelewana? Kujiepusha na sabuni zenye kutoa nini? Manukato. Kwa sababu kuna sabuni ambazo zinatoka maeneo tofauti tofauti, alladhi lahu raihatun atariya, ambazo zina harufu ya manukato. Zile sabuni hasifai kutumika mtu anapokuwa katika ibada ya hija. Imeleka anapokuwa katika ihram. Lakini kuna kunusa sasa, kuna kunusa. Je, kunusa vipi? Ile harufu nzuri ya mafuta mazuri, kunusa vipi? Anasema duna masi, bila kuyashika, yani kanusa tu bila kushika, inakuwaje? Anasema fa yakrahu inda al-Hanafiyya wal Malikiyya wash-Shafi'iyya, ni makruhu kwa wafuasi wa Hanafi, kwa wafuasi wa Maliki na Shafi'iyya, na hakuna fidia katika haya. Lakini Hanbalia wasema ni haramu, hata kunusa ni haramu. Imeleka. Lakini kingine katika mwili, kupaka mafuta kichwa au nywele yote katika mwili, kuipaka mafuta, yani kupaka nywele za kichwa mafuta au nywele zozote zilizokuwa katika mwili, japo yale mafuta hana harufu, mafuta yote. Mfano mtu akaamua kutumia mafuta ya zaituni mathala, kwa wafuasi wa Abu Hanifa na Malik wasema haifai. Imeleka, kwa sababu hiyo inatazini wa tahsini shari, inazipamba zile nywele. Lakini kwa sisi wafuasi wa Shafi tumeambiwa kwamba ni marufuku, imekatazwa kupaka mafuta kwenye nywele za kichwani na ndevu. Sehemu zingine kwa sharti kwamba yale mafuta yasiwe na harufu. fa amma inda Shafi'iyya fala yuhramu lahanu sha'ri al-badan. Kwa Shafi'i wenyewe wasema hamna shida kupaka mafuta kwenye sehemu zingine za mwili, haina shida, lakini kwa sharti yasiwe na manukato. Kuna mambo watu wanahisi kuwa yanakatazwa. Mfano mojawapo ni al-ihtisalu wa haki rasi au al-badan. Kuna watu wanahisi kwamba kuoga na kusugua mwili na kichwa ni jambo lilokatazwa. Hapana, ile halijakatazwa, ila tahadhari katika kusugua kichwa, tunazigusa nywele, hakikisha nywele hazichomoki. Ukiona uwezi nywele zako zinachomoka, basi aula kutosugua huko kichwani kwenye nywele, ili usije kaingia katika kufanya lililokatazwa. Aina ya tatu ni aswaid, viwindo. Hivi viwindwa, na tukisema aswaid tunakusudia ni wale wanyama wanaokimbia watu, annafiru minan nas, wanakimbia watu fi asli khilqati,
katika asili ya kuumbwa kwake, yani umbile lao, yani wana tabia ya kukimbia kimbia watu. Ama wale mustanisuna wale wanaozoeana na watu wale, manake wa majumbani wale hawana tatizo. Mtu aliyekuwa katika ihramu hajakatazwa kuchinja kuku. Imeleka fala yahrumu ala almuhrimi dhabaha almawashi wadagag. Hajakatazwa hao wanyama hawa wa majumbani wadajaji na kuku, liannaha mustanisa, kwa sababu hawa tumezoeana nao majumbani, si imeleka Nasema naeleza kwa ufupi, kuna maelezo mengi. Sawa? Kuna wale wanyama wanaitwa adawabul fawasik. Wanyama wamepewa jina hilo adabul fawasik, wanyama waovu. Je, hao kuua vipi sasa? Wadudu, manake wadudu wanyama hao waovu. Hao wataruhusiwa kuliwa lilhalali wal muhrimi. Sawa, lilhalali wal harami fil hilli wal haram. آخذا بالحديث عائشة عن عائشة kutokana hadithi la Aisha radhiallahu anha, ambayo Aisha alipata kusema 5 min ad-dawabi kulluhunna fasik, wanyama hawa watano wote hawa ni fasik, yuqtanna fil haram, wanauliwa katika ndani ya haram, wanauliwa ndani ya haram. Kawataja al-ghurab, kunguru, al-hida, mwewe, aqrab, nge, faara, panya, kalbul aqur, mbwa ambaye hana mafunzo, yani mbwa ambaye anang'ata hivi. Kalbul aqur muttafaqun alayhi, hadithi muttafaqun alayhi. Katika riwaya ya Muslim yeye kataja al-hayya, kamtaja nyoka, alafu kamuondosha nani? Al-aqrab, kamuondosha nge. Kwa ujumla hao wote hawataki kufanyaje? Yani hao wote wanaruhusiwa kuwaua kama watatokea nge pale, usemeani kwa kwenye ihram, muue nyoka, muue, haina shida. Sio imeleka La tano ambalo la mwisho, aljimai wa dawai, kufanya jimai, tendo la ndoa na vile vinavyoitia. Unajua kuna watu wanaenda na wake zao, nimesikia, si ndio? Nataka uangalifu hali ya juu sana. Na wengine wanajua jimai tu ndio ilokatazwa, kumbe wadawai. Hiyo dawai maana yake vinavyoitia kwenye jimai. Si imeleka? Tutavitaja. Vinaingia katika mahali hapa, katika aina hii masala yafuatayo, kwamba imeharamishwa kufanya jimai kwa mtu aliyekuwa katika ihram. Wanachuoni wote wamekubaliana na hilo, kuifanyia kazi aya ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala iliyokuwa katika surati al-Baqara, ambapo Mwenyezi Mungu amesema faman faradha fihinna al-hajj fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Sasa ile arrafath iliyotajwa kwamba katika vitu vilivyokatazwa katika hija, mtu akishaingia katika ihram kakatazwa arrafath. Arrafath ni nini? Vitu vyote vinavyochochea jimai ndio arrafath. Vitu vyote vinavyochochea jimai na vingine ambavyo vinakuwa kati ya mwanaume na mwanamke, kama vile atakabil, kukisiana, imeleka mughazala. Mughazala unajua? Mughazala, kuongea maneno ya kimapenzi, I love you, I miss you, ambayo ana mughazala ile, kwamba usiku usilali na kuota wewe tu. Umefahamika mughazala. Tunaenda sasa mimma yakunu fi halati al-mabaya, inaweza kapelekea katika hali ya jima. Lakini pia hiyo arrafathi asema wa huwa aidha al-fuhshi, uchafu, maneno yale machafu, matusi, imeleka wa kalamu nisa, na yale maneno ambayo wanazungumzishwa wanawake fil jimai, katika jimai.
Imeleka akasema Ibn Qudama kwamba kila ambalo limetafsiriwa katika neno hilo rafathi, aliyekuwa katika ihramu kaharamishwa kuyafanya, anatakiwa ajitenge nayo. Kwa hiyo kwanza imetajwa hiyo jimai, wanachuoni wote wamekubaliana. Na sasa jimai sio tu kwamba jimai bwana inaharibu hija yenyewe kabisa, mufsid, inaharibu hija kabisa, na penalty yake sio mchezo. Imeleka kama ukienda kwa Imam Shafi, penalty yake sio mchezo. Unatakiwa uchinje ngamia baada, kama uwezi ng'ombe, kama uwezi mbuzi 7. Imeleka wakina sisi mbuzi 7 sio jambo rahisi, mbuzi 7. Alafu sio hivyo tu, umeshindwa kabisa, unaambiwa ifanyike hesabu ya ile bada na yule ngamia, hesabu yake gharama ya yule mnyama, alafu iingizwe kwenye idadi ya masiku, fanya calculation zitokee siku. Nimefanya hesabu hapo kwenye kitabu kimoja kinaitwa Taqriratu as-Sadid, kitabu cha fiqh cha Imam Shafi katika madhhabi ya Imam Shafi. Kafanya hesabu atakiwa afunge siku 500. Yaani ukichukua ile thamani ile ngamia ukipeleka kwenye siku, kafanya hesabu. Kwa sababu apiga hesabu kasema ngamia kule labda anauzwa riali 1500. Kapiga hesabu hiyo, kashuka na riali 1500, kenda kapata mudi, alafu zile mudi kazibadilisha kwenye zile fidia zile. Akaja mwisho akatoka na siku 500. Sasa kufunga siku 500 jamani sio jambo rahisi. Lakini pia hapa anaingia al-kalamu al-fadhi fi al-masail al-jinsiyya mahdhur, kuongea maneno ya fedheha yanayohusiana na mambo ya jinsia. Nikana mwenzako, unajua kuna wakati ile ndio shekhe alikuwa anasema siku moja hapa na mashekhe, ukishazoea unajisahau, sio imeleka unaweza kujikuta unaongea vitu ambavyo kama uko kule kwenu Manzese, umeona maneno ya ovyo ovyo yanahusiana na mambo ya jinsia. Mahdhurun ala al-muhrim, haya yamekatazwa kwa mtu aliyekuwa katika nini, ihram, kwa sababu na wenyewe pia vinahesabika katika vitu vinavyopelekea kwenye nini, kwenye jimaa. Pia maneno mustakabih, maneno mabaya ambayo yanaondosha murua, maneno machafu yanaondosha murua, utule, heshima inaondosha. Maneno yale hayatakiwi, yote yameingizwa katika grupu la makatazo. Na mwisho kabisa hapa kwenye imam melewa na vitio vyake, yani kila kitu ambacho unahisi kutazama, sio itaingia kutazama, anapita mwanamke unamwangalia huko kwenye ihram, unamwangalia mpaka unahama kabisa. Yale jicho moja alisema Mtume na kwako linakuwa kuganda lile, tulia, unasema ni moja lile, hapana. Umefahamika na mengineyo mengi. Kila ambalo unahisi kwamba hili litakulena, haya natakiwa ujiepushe nayo kwa usalama wa ibada yako. Lakini mwisho hapo ni al-fusuq wal jidal. Fusuku ni nini? Wal khuruji ani taa, kufanya mambo ambayo kutoa katika utiifu, katika taa, ndio fusuku. Kufanya mambo ambayo yanakutoa katika nini, katika taa. Wadhālika haramun fi kulli hali, hii ni haram katika kila hali, sio tu ukiwa kwenye ihram, katika kila hali kutoka kwenye taa kumtii Mwenyezi Mungu, hilo jambo ni nini, ni haramu. Sasa al-jadalu ayujadila rafiqahu hata yubghidha, kujadiliana na mwenzako. Sawa, kwenye hija tunakaa kwenye vyumba pamoja, kwenye usafiri tuko pamoja, kujadiliana na mtu kiasi mpaka unamkasirisha, na yeye imekatazwa. Sio imeleka, ni katika hiyo aljidali ambayo imekatazwa katika Qur'an. Hiyo imo kuongea na mtu maneno mpaka akamghasi, akamtia ghadhab,
haifai. Umeeleka vizuri eh? Kwa hiyo kikubwa hapo kutakuepukana ile asema falyashghali al-muhrimu bitalbiya, jishughulisha na talbiya wa dhikrillah ta'ala, kumtaja sana Mwenyezi Mungu, au qiraati al-Qur'an, wewe kila wakati usoma Qur'ani, au taalimi lijahili, au kumfunza mtu asiyejua, au amri bi ma'ruf, au kuamrisha mema, au nahi anil munkar, au kukataza yaliokuwa mabaya. Tumia sana muda wako kwenye mambo hayo, yatakuzuia sasa kuingia katika hii aljidal, mijadala. Haki hapa kutokuwa na mjadala wa Simba na Yanga, kutokuwa na mjadala wa siasa, kutokuwa na nini, kwa sababu ni dhikri, dua, qiraatul Qur'an. Hivyo yani masiku yako yote uyamalize katika sura kama hiyo, utakuwa umepata faida kubwa. Inshallah huko mbele tutakuja kufundishwa, je, sasa ikitokea umeyafanya haya, si ndio, nini kinachofuata? Katika darasa linalokuja mtakuja kufundishwa kwamba baada ya kuyafanya haya makosa yalokatazwa unatakiwa ufanye nini. Maana kuna mengine utayafanya pengine kwa kutokujua, mengine utayafanya kwa kusahau, kuna mengine utayafanya kwa kupitia watu, mengine utayafanya kwa makusudi. Je, hukumu ni nini? Ile itakuja katika darasa zitakazofuatia. Namuomba Mwenyezi Mungu atupe ari ya kuyashika haya, na pia atupe nguvu ya kuyahifadhi. Lakini sio tu nguvu ya kuyahifadhi, pia tujalie kuyakumbuka wakati wote, kuanzia sasa na mpaka tutakapokuwa kule katika ibada yetu ya nini, ya hija, ili hija yetu ipate ile sifa ya haju mabrur, haji iliyokuwa safi. Manake ni kuchunga vitu kama hivyo na mengineyo. Mwenyezi Mungu atuwafikishe. Tumejitahidi kufikisha kwa wanafunzi, lakini tunaamini kwa sababu wanafunzi wanaelewana, basi mtakuwa mmenielewa. Na tuendelee kushirikiana. Ibada hii ni muhimu, ina mambo mengi, lakini kama shekhe wetu Sheikh Yusuf mwalimu wetu alivyotoka kusema, inahitaji kufata maelekezo. Unaweza kusoma kwenye vitabu, ukajua kwenye vitabu, lakini kama hujafuata maelekezo, hizi zikusaidie tu kujua kwamba ABC zile, kwamba natakiwa nifanye nini. Lakini mambo mengi sasa kwenye utendaji inabidi tuwafate viongozi wetu. Viongozi wetu watakatutambia samina wa atwana. Tusijitie ujuaji mkubwa. Simeleka, tusijitie nini? Ujuaji mkubwa. Kuna mambo hapa tunasoma lakini utakuta kule hayafanyiwi kazi. Si ndio? Yako mengine tunasoma hapa lakini kuyafanyia kazi kule ni ngumu. Ni kufuata nani? Viongozi. Mwisho wa siku hawa wamebeba dhima, na bahati nzuri ni watu wema, na ni watu, Sheikh Abbas ana experience kubwa kama tulivyoambiwa, miaka 40 si kitu kidogo. Na sisi tunafahamu 40 katika Uislamu kuna siri kubwa. Mtu akishafikisha 40 katika jambo kuna siri kubwa. Kwa hiyo afisha yani kuongoza masuala ya hija kwa miaka 40 maana yake ni experience kubwa. Kwa hiyo ni watu ambao tunatakiwa tuwasikilize. Wanajua vichochoro vingi, wanajua wapi pa kupita, wapi tusipite. Inshallah tukiwasikiliza hao mambo yatakuwa mazuri zaidi. Wal kamalu lillah. Nisamehe pale ambapo pengine Kiswahili changu hakikuwa sawa, na Mwenyezi Mungu atupe taufiki. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.